wetu wa Little Flower kwa kufanya vizuri. Bila wao tusingeweza kuwa hapa siku ya leo. Mchango wao ni mkubwa na makini sana kuhakikisha matokeo yanapatikana. Naomba makofi matatu kwa ajili ya walimu wetu. Natambua mchango wenu mkubwa sana sana sana. Kuwa na walimu 23 na watoto 750 na mkaweza kuwahudumia na mkahakikisha darasani matokeo yanapatikana, hicho pia ni kipaji. Mungu awabariki sana. Lakini pia tunawapongeza uongozi wa shule ya Little Flower kwa kuendelea kufanya vizuri kwa miaka kadhaa mfululizo. Jamani, miaka kadhaa mfululizo nafanya vizuri sana. Lakini sisi kama taasisi nadhani kwa mwaka huu tutambua hilo wakati tunatoa pongezi kwa shule za serikali, lakini pia tulitambua na shule ya Little Flower. Kwa hiyo tumeanza kwa kutoa vichache ambavyo tulitoa kama taasisi ili kuongeza motisha kwa wanafunzi, walimu na wafanyakazi na uongozi wa shule ili matokeo kwa mwaka huu yawe mazuri zaidi. Nikiwaona hapa mlivyotulia wanafunzi, tunaona kuna matumaini. Lakini bila Mungu hatuwezi kufika popote, si ndio? Lakini tunawapongeza sana uongozi kwa kuzingatia malezi ya watoto kiroho na kimaadili. Kwa sababu Mungu ndiye anatuwezesha na hata fikra zetu zinakuwa tofauti na hekima inapatikana kwa sababu ya Mungu atupae vyote. Kwa hiyo viongozi wa dini tunawashukuruni sana na Mungu aendelee kuwabariki, muendelee kuwahudumia watoto wetu hawa. Ukiwa na wanafunzi kama hivi, changamoto haziwezi kukosekana. Lakini watoto tunapokuwa hapa ni sehemu salama. Na wazazi pia tuwapongeze kwa kuwachagulia watoto sehemu salama wa kwenda kujifunza na kukaa, kwa sababu tunaamini wanapokuwa hapa ibada zinakuwa za kutosha na yale mawazo mabaya yanaondokana nao. Kwa hiyo tuwapongeze kwa hilo na tuendelee kuhamasisha hata na wazazi wengine waone umuhimu wa kuwaweka watoto wao sehemu ambazo au shule ambazo zina malezi ya kiroho pia. Sambamba na hilo, tunaona kimwili, mara nyingi huwa tunapita hapa tunaona watoto wanacheza, wanakimbia, wanafanya nini, shughuli mbalimbali wanazifanya. Kwa hiyo ni sehemu pia ya kuwafanya watoto wanachangamka kiakili. Kwa sababu unaweza kukuta mtoto wakati mwingine unasema mbona ni mzito, kumbe anakuwa na uzito kwenye akili kwa sababu hana mazoezi. Ni jambo la msingi sana la kukumbushana, ni kuhusiana na matumizi ya maarifa, matumizi ya ujuzi, yale ambayo tunajifunza hapa shuleni katika maisha ya shule, ili tukihitimu hatua moja, hata kama unakwenda sekondari au unapelekwa vyuo vya kati, basi maarifa hayo yawe ni ya msingi, yakakujengea uwezo katika hiyo hatua ya pili. Sasa kuna mtu anajifunza kama mwanafunzi lakini anaweka mahudhurio. Shule ni sehemu ya kupata mabadiliko, na pale unapopata mabadiliko ndipo tunaposema kwamba fulani amejifunza kutoka kwenye kuto kufahamu jambo kwenda kwenye kufahamu jambo, kutoka kwenye kuto kuweza kutenda kumpeleka kwenye uwezo wa kutenda. Kwa hiyo niwapongeze kwamba watoto wanaomaliza hapa maarifa, ujuzi na hata yale mawasilisho yao ya siku za mahafali ya vitendo huwa yanathibitisha uwezo wa mtoto kwa maarifa, kwa sababu anayaongea na wakati huo anaonyesha vitendo. Kwa hiyo hongereni sana. Hilo ndilo lengo kuu la taasisi ya elimu. Tunaposema unatoa elimu, tunategemea mtoto atakuwa na maarifa, atakuwa na ujuzi. Kwa ujuzi anaupeleka wapi? Ni hitaji la jamii. Jamii kwa nini au ina shida gani na hilo? Yaani ndio linaenda kutatua matatizo ya hapo. Kama tuna matatizo au upungufu wa madaktari watatoka humu. Kuna upungufu wa manjinia, watatoka humu. Bahati nzuri huwa nahudhuria, kuna watoto huwa wanaonyesha uwezo wao.
na kuonyesha hisia zao za ndani kwamba anataka akimaliza hapa anataka kufanya nini. Wengine wakiwa darasa la 3 tunawaona, la 2 tunawaona. Kwangu mimi binafsi pia kama mzazi, niwaombee tu kila mmoja tamanio la moyo wake liweze kufanya nini? Kutimia. Tunaelewana watoto? Sasa linatimiaje? Usitoke kwenye line. Hakikisha na kwamba yale unayojifunza unayafanyia mazoezi, unayaweka kwenye vitendo, yanakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa watumishi, meneja wa shule amezidi kusisitiza na mimi mwenyewe nasisitiza pia, nidhamu ya kazi ndiyo nguzo ya kazi. Yaani nidhamu ya kazi ndiyo nguzo ya kazi. Ile kazi uliyoomba kufanya, usipoifanya kwa utimilifu na ukamilifu mkubwa, inaonyesha hapo unakosa nidhamu ya kazi. Kuna shida ipo. Kwa hiyo amesisitiza tuwe na nidhamu ya kazi, kazi za watu zifanyike vizuri, na ataendelea kutoa hizi motisha bila kikomo kwa wale ambao wataendelea kufanya vizuri. Motisha hizi ni fedha, sio mbaya kama litakuwa lina tija. Kama swala hilo litakuwa na tija, kama litakuwa na tija, itakuwa ni kazi bure kabisa. Kwa hiyo amesisitiza tuendelee kuwa na nidhamu ya kazi, tujitume kazini, tupendane, tushirikiane, bila kusahau sera za elimu, sera ya elimu ya juu, sera ya elimu. Yaani walimu tunaongelea hapa pamoja na walimu wa kiroho pamoja na walimu wa darasani, kweli mnajitahidi. Ukiona matokeo tunafurahi sana. Ukiona kwenye mtandao Little Flower tunafanya vizuri. Hii inatokana pia juhudi kubwa ya walimu wanaofundisha watoto wetu kiroho pamoja na kimwili. Juhudi zote za walimu wote na wanafunzi ndio zinazaa matunda yaliyo sahihi. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 133 fungu la kwanza mpaka la 3, nasema tazama ilivyo vyema ndugu kukaa pamoja. Yaani kila mwaka tu tunakaa pamoja ili kushukuru wale wote waliowezesha kufanya vizuri. Kuanzia juhudi za mtoto pamoja juhudi za wazazi, walimu pamoja walimu wa kiroho na walimu wa darasani. Jamani, walimu wanajitahidi, wanaishi na watoto wetu vizuri. Ukiangalia afya zao zinalizisha, pamoja mtoto asipokuwa na afya hawezi kusoma. Ni kweli? Kama una njaa utasoma? Na wapishi pia tunawashukuru kwamba wana chakula wanachokipika kiko vizuri, kinasababisha watoto wasome vizuri. Si ndio watoto? My name is Shaita Emmanuel Henry. I am in standard 5 at Little Flower Primary School. I am here to thank our manager for everything that has done for us for this ceremony and all gifts which has given us, which have been number 1 to position 3. And we promise him to continue to proceed in being in this position, and we thank in everything which has done for us. And we are advising our fellows pupils to be proceeding to become in this position number 1, 2, and 3, because us we pray to God to give us this position, and we start hard until you have reached in this position. Of course, I am number 1. I plan to maintain that position in this year again. And those who are not in this position,
I beg them to hard work because nobody is dull. So everything we pray for them to study hard to become like me. I thank my teacher because without them nobody could teach me and become number one. I thank my parents for paying for my school fees and other my basic needs. I thank my teachers and our manager for bringing this event. It is an event that add people to be at work. My name is Nasla Ezekiel. I am in Standard 7 at Little Flower Primary School. I'm here to thank school management on behalf of my fellow pupils. We promise that we can continue performing well in our studies, and God bless you.